Hii ni sehemu ya 9 ya simulizi inaitwa Kimya Kizito, iliyoandikwa na mtunzi Hans Marcelin. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 8 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo Hansi alikuwa mikononi mwa lile dubwasha mara baada ya kukamatwa akiwa anataka kufanya mapenzi na Leila. Na lile dubwasha tunajua kwamba lilijapiza kuwa mwanamume yoyote atakayejaribu kuwa karibu na Leila kimapenzi basi anaulamba udongo. Hatima ya Hansi iko wapi? Karibu sana katika sehemu hii ya 9. Hansi nguvu zake zote zilikuwa zinadhoofika kadri dubwasha hilo lilivyokuwa likimrusha juu na kumrudisha chini tena. Tafadhali sana, naomba usimuue, Leila alikuwa naomba vile maskini, na ukweli kwa nalia. Cheko kubwa likasambaa katika chumba hicho kabla ya dubwasha hilo kuanza kuzungumza. Sitomua. Angalau hajafanikiwa kufanya kile ambacho alikuwa amekusudia. Please. Leila alikuwa anaendelea kuomba tu vile. Matarajio yako ndio amri yangu mimi. Likaacha cheko tena mara baada ya kuzungumza vile, na kisha likamwasha Hansi juu ya sakafu akiwa anapumulia tu kwa shida. Likaanza kuzipiga hatua kumsogelea Leila pale kitandani. Ulikuwa na muda sasa wa kudili naye kwa njia bora ambalo lenyewe lilikuwa linajua. Lilifika pale kitandani na kisha kugarisha macho yake yenye rangi nyekundu likiwa linamtazama tu Leila. Likaanza kulambalamba midomo yake, na ukweli lilikuwa linaendelea tu kumtazama Leila kwa macho ambayo yalikuwa yamejaa uchu. Kwa wakati ule sasa macho yake yalikuwa kimwona Leila alikuwa na mrembo kuliko kipindi chote. Tamaa za kulitafuna tunda ambalo lilikuwa wazi kabisa ilibebwa na dubwasha hilo, wakati bado macho yake alikuwa ameyagalisha tu kwenye mwili wa Leila. Unahitaji kitu gani kutokea kwangu? Alihoji vile Leila, na ukweli alikuwa anamtazama kwa hofu hili dubwasha. Kila siku umekuwa ukiniuliza swali hivyo hivyo tu? Aliuliza vile huyu dubwasha, na ukweli alikuwa anamtazama Leila kwa macho yake aliyokuwa na kumetameta. Seseseko akamrusha nyuma juu ya kitanda Leila na kupanda juu yake mara baada ya kumweka kwa chini. Leila alijihisi kutokujitengesha wakati Seseseko akiwa anatambaza mkono wake katika mwili wake. Hansi alitazama tu kwa uoga wakati Seseseko alikuwa anaibusu midomo ya Leila. Alijaribu kujinyanyua lakini alishindwa kabisa. Maumivu kama vile kisu kilikuwa kinampita katika tumbo lake aliweza kuyapokea. Aliacha kelele za kilio wakati maumivu yalikuwa yanarejea katika mwili wake. Tafadhali naomba usifanye hivyo. Leila alikuwa analalamika kwa hofu kweli kweli. Hofu pamoja na kukosa matumaini kulitawala tu katika macho yake. Nahitaji na kufanya uwe wangu. Lilizungumza vile hili dubwasha ambaye ndiye Seseseko juu ya kifua cha Leila kwa sauti nzito iliyokuwa na kutisha katika masikio ya Leila. Mikono yake ilikuwa inaendelea tu kuchezea mwili wa Leila wakati alikuwa linaendelea tu kumbusu. Lilikuwa linajihisi hai kadri ambavyo alikuwa anachezea mwili wa Leila. Hisia za kuhitaji zaidi ya hapo zikamjia. Wakati hilo dubwasha alikuwa linagusa sehemu ya mwili wa bibi ya Leila, Leila alitoa sauti ya kelele ya maumivu. Alikuwa anajaribu kujitikisa lakini bado ilikuwa ni ngumu. Alikuwa anabaki kulia tu Leila. Seseseko akaitawanyisha miguu ya Leila na kisha kuanza kujilazimisha kupenya katikati ya mapaja yake. Leila alikuwa anatoa sauti kubwa kuonyesha kwamba alikuwa anaumia. Lilizungumza vile hili dubwasha, na huku lilikuwa linalazimisha kupenya kwenye nonino ya Leila. Machozi yalianza kumtilika Leila kutokea kwenye macho yake wakati damu zilikuwa zinamwagika mara baada ya kisinda chake kutanuliwa. Zoezi likakamilika na dubwasha hilo hatimaye sasa likafanikiwa kukichukua kile ambacho kilikuwa kimetunzwa na Leila kwa miaka mingi. Kwa maneno mafupi sana ni kwamba mzimu huo ulifanikiwa kuondoa bikra ya mwanadada Leila. Leila alijikuta alikuwa analia kweli kweli. Hakuna kile ambacho alikuwa anakihitaji kwa muda huo zaidi ya kifo tu. Hakuna yona kabisa thamani ya maisha yake tena kwake katika dunia. Wakati ule Seseseko yeye alikuwa akipokea tu harufu nzuri ya damu ambayo hii ilikuwa natoka kwenye mbegu ambazo alikuwa ameziwekeza kwa muda mrefu.
Kama kuna siku alikuwa na amani katika maisha yake, basi ilikuwa ni siku hiyo. Ndio ilikuwa ni kithibitisho cha amani yake ambayo alikuwa nayo. Alifurahia kweli kweli Seseseko kula tunda la mwanamke ambaye alikuwa amemsubiria kwa miaka mingi. Ana aliamka ghafla tu kutoka usingizini. Alikuwa anatokwa na jasho jingi kweli kweli, na huko alikuwa na hema juu mara baada ya kuwa ameota ndoto ambayo ilikuwa ni mbaya usiku ule. Alikuwa ameota kwamba kaka yake Hansi alikuwa ameshobwa na kisu tumboni na mwanamume ambaye huyu alikuwa amevaa vazi refu lenye rangi jeusi ambalo hili kitaalamu linaitwa Braki Hood de Robe. Aliketi kitandani hapo Ana, na huku hisia ambaye zilikuwa zinapita juu yake, hisia ambazo zilipelekea vipele vidogo vidogo kuota kwenye ngozi yake. Alipoitazama saa alikuta kwamba ilikuwa ni saa 7 za usiku. Alinyanyuka pale kitandani taratibu kwa uangalifu kusudi asimuamshe mumewe ambaye huyu alikuwa anazivuta pumzi za usingizi muda ule. Ana ambaye ni dada yake na Hansi alipiga magoti pembeni ya kitanda chake. Aliyafumba macho yake na kuanza kusali kwa uwezo wake wote. Baba, kwa jina la Yesu nakuja kwako leo hii na kuomba ulinzi kwa ajili ya kaka yangu Hansi. Baba, na kuomba uyaweke mabaya mbali naye na umfanye akuamini wewe kama mtuma kwake na nguvu yake kutoka kwako. Ninakuomba ukamkinge na umfariji katika wakati wa hatari, uweze kuwaondosha wote walionania ovu kwake. Amen. Mara baada ya hapo sasa, Ana alinyanyuka na kisha kusimama akiwa na msifu Mungu na kumwimbia kwa kumlinda kaka yake na kutoka katika nguvu hizo za giza. Aliendelea tu kusifu mpaka lisaa lizima likapotea. Akajikuta alikuwa anatiririkwa na machozi fulani ya furaha kuelekea kwenye mashavu yake. Alipomaliza alijua kabisa kwamba bila shaka silaha ambayo alikuwa ametengeneza kuhusiana na kaka yake Hansi ilikuwa imefanikiwa. Akajijengea katika akili yake kwamba asubuhi ikifika atakwenda kumtembelea. Baby, vipi, uko salama? Mara baada ya Ana kurejea pale kitandani, alipokea sauti ya mumewe ambaye huyu alimuuliza kwa wasiwasi. Niko sawa mpenzi, nilikuwa nahitaji tu muda kidogo kuzungumza na Mungu wangu. Na okay, sawa. Asubuhi ya siku iliyofuata, na kweli kabisa Ana mapema kabisa hakutaka kupoteza hisia zozote ambazo zilikuwa zinaendelea katika mwili wake. Alikuwa na hisia mbaya ya kuhusiana na kaka yake Hansi. Aliamua sasa kuchukua simu yake na kisha kumpigia kaka yake, lakini simu hiyo aliambiwa kwamba ilikuwa haipatikani. Aliamua sasa kumsaidia mumewe kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, na alipoondoka tu alianza kumhudumia mtoto wao mdogo wa kiume. Akamwogesha vizuri na kisha kumlisha na kisha kumpatia chupa yake ambayo alikuwa amejaza maziwa ya ng'ombe. Mara baada ya hapo alimuita Linda ambaye huyu ni msaidizi wake wa kazi nyumbani hapo. Mara baada ya kuitwa huko, Linda alifika mahali hapo ambapo ni sebuleni. Mpeleke akalale, nataka nikaoge, alizungumza pale na huko alikuwa anampatia huyo mtoto. Sawa dada. Ana alielekea chumbani kwake na kisha kuingia bafuni ambako alioga haraka haraka na kisha kurejea tena chumbani kwa ajili ya kuvaa. Alivaa nguo zake haraka haraka na kisha kuanza kuzipiga hatua kuelekea nje, na begi lake alikuwa amelinginiza katika mabega yake. Vipi dada, unatoka? Linda alimuuliza pale mara baada ya kufika sebuleni. Ndio, naenda kumwona mdogo wangu Hansi mara moja. Tafadhali naomba muangalie mtoto, sawa? Sawa basi, msalimie sana Uncle Hansi. Sawa. Ana alitembea mpaka nje kabisa na kulifikia gari lake. Alifungua mlango na kisha kupanda ndani yake na kisha kaiondoa gari hiyo mahali pale. Mara baada ya kuendesha kwa lisali moja, hatimaye sasa alikuwa ameshawasili nyumbani kwa mdogo wake Hansi. Akaliegesha gari mbele ya geti la nyumba hiyo ya Hansi. Alishuka ndani ya gari hilo na kisha kuloki mlango na kisha kalielekea geti hilo la nyumba. Alizama ndani mara baada ya kulisukuma geti na kisha kufunguka. Alianza kutembea kuzama ndani ya nyumba hiyo. Hansi. Ana alikuwa anaita vile jina lake wakati alikuwa anausukuma mlango wa kuingilia ndani. Alikuwa anaita jina lake kwa mara nyingine tena, na alipofika sebuleni bila majibu yoyote, akalishusha begi lake ambalo ni mkoba tu wa wastani na kisha aliutupia kwenye kocha pale sebuleni. Akaanza kuzipiga hatua kukielekea chumba cha Hansi. Hansi, vipi, uko ndani kweli? Alikuwa anazidi kuita vile Ana na huko alikuwa anagonga mlango, lakini hakukuwa na majibu yoyote. Ndipo sasa alipofungua mlango. Mara baada ya kufungua mlango huo alikutana na dimbwi la damu likiwa limejaa juu ya sakafu ya chumba hicho.
Alipotazama vizuri, alimuona Hansi alikuwa amelala pembeni ya damu hizo. Jesus Christ, alizungumza pale Ana kwa mshtuko mkubwa kweli, na huko alikuwa anamkimbilia tu mdogo wake na kwenda kupiga magoti mbele yake. Kichwa chake akakituliza juu ya kifua cha Hansi. Aligundua kwamba mdogo wake bado alikuwa anapumua. Ni kitu gani ambacho kimetokea hapa? Alikuwa anajiuliza pale tu Ana, na huko alikuwa anazishanga damu zilizokuwa zimetawala pale chumbani. Alikuwa anafikiria kumchukua na kumpeleka hospitali haraka, lakini alisita. Alikumbuka ile ndoto ambayo alikuwa ameiota usiku, na kuona kwamba hiyo sio vita ya hospitali, bali ilikuwa ni vita ya kiroho. Mungu wangu, ni kitu gani ambacho alikuwa anajaribu kusema kwangu? Ana alikuwa anazungumza vile mwenyewe tu kwa kunong'ona, na kuna kitu kilikuwa kimemsukuma haraka akamtazama kaka yake tena. Na alipofanya vile sasa, alikutana na wingu jeusi lilikuwa limemzingira Hansi juu yake. Alijua kabisa ni kitu gani ambacho alikuwa anatakiwa kufanya. Ana alichukua simu yake kutokea katika mkoba wake ambao alikuwa amewasha, na akarudi nayo chumbani humo kwa ajili ya kumpigia mchungaji. Aliweka simu hiyo sikioni kwake mara baada ya kupiga namba ya mchungaji huyo. Ana, Bwana Yesu asifiwe. Ilisikika sauti hiyo ya mchungaji kwenye simu ile. Kakangu ameshambuliwa kiroho mchungaji. Naomba sana usimame naye katika maombi, na kama utakuja basi itakuwa ni vizuri zaidi mchungaji. Kuna nguvu za Mungu ambazo hazishindwi na yeyote ule. Naomba uanze kumwombea. Na mara baada ya muda kidogo sasa na mimi nitafika hapo na jeshi langu la wana maombi. Umesema ni wapi? Ni nyumbani kwake hapa mchungaji. Na ndo kule. Ndio mchungaji. Haya basi nakuja. Asante sana baba mchungaji. Alizungumza pale Ana, na huko alikuwa anaweka simu yake kitandani. Mara baada ya kuikata, alianza kufanya maombi. Ana aliendelea tu kuomba, na huko alikuwa anazunguka chumba chote, na alipomaliza kwa kusema amen, kuna nguvu fulani ya kiroho aliona ilikuwa inaingia katika mwili wake. Hansi aliyafumbua macho yake na kisha kuyagandisha kwa dada yake Ana. Leila, aliita vile Hansi kwa sauti ya chini hivi. Asante Mungu. Ana alizungumza vile kwa msisimko wa furaha. Leila amemchukua Leila. Hansi alikuwa anazungumza vile, na huko machozi alikuwa anaanza kumbubujika mara baada ya kufumbua tu macho yake. Alikuwa anatembea ndani ya nyumba yake kwa hasira, akiwa anakwenda mbele na kurudi nyuma. Matone ya jasho yalikuwa yanatiririka chini ya uso wake tu. Macho yake yalikuwa yakikaribia wekundu kabisa kwa hasira. Mpumbavu sana huyu Ana, alizungumza vile tu, na huko alikuwa anaubamiza mkono wake ambao huwa alikuwa ameukunja vidole vyake ukutani. Vipi, uko sawa mpenzi? Mke wake alimuuliza vile. Huyu ni Bwana Kingomegwa mwenyewe, baba mzazi wa marehemu Chilufya, na hapo alikuwa ameshaoa mke mwingine miaka miwili mara baada ya Karo kumwacha. Alifanikiwa kumpatia watoto 4 ambao 2 kati ya hao walikuwa ni wa kiume na 2 wengine kati ya hao 4 walikuwa ni wa kike. Wameanzisha vita dhidi yetu. Tunatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya kupigana, alizungumza vile Bwana Kingomegwa. Lakini lazima tupambane. Mimi niko tayari kwa ajili ya kupambana. Kingomegwa aliachia cheko kabla ya kuanza kuzungumza. Mwite kila moja, vita imeanza rasmi kabisa, alizungumza vile Bwana Kingo. Mara baada ya kuamka, alijikuta yuko ndani ya chumba cha ajabu kweli, akiwa amelala katika kitanda ambacho hakuwa kitambua kabisa ilikuwa ni wapi. Aliketi kitako. Kitanda hicho alichokuwa amekilalia kilikuwa ni kikubwa mno cha kubeba hata watu 5. Huyu alikuwa ni Leila. Aliyaficha macho yake na kisha kuyaruhusu yaamke. Yalianza kukagua mazingira ya chumba hicho ambacho alikuwa amelazwa. Ndipo sasa macho yake yalitoa katika michoro ya maumbo ya ajabu ambayo yalikuwa yamepambwa mlangoni. Lakini vile alivyokuwa ametoa sakafuni, alikutana na kapeti kubwa ambalo lilikuwa na rangi nyekundu. Leila akilini mwake alikuwa akumbuki kabisa hata kidogo namna ambavyo alikuwa ameingia humo ndani ya chumba hicho. Alitulia kidogo tu akiwa anajaribu kutafakari, lakini akili yake iligoma kabisa. Ndipo sasa alipoamua kuyafumba macho yake, taswira ya lile dubwasha ikatua katika macho yake. Mara baada ya kuyafumba macho haya, alishtuka kweli, na alikuwa anaonyesha hali ya kutoamini.
Wimbi zito la huzuni likamgubika Leila. Hakuwa anataka kabisa kuamini kama kweli hilo dubwasha lilikuwa limeamua kumharibu kabisa kwa namna kama ile. Na muda ule alikuwa anajihisi sio chochote. Bado wazo lake la kutaka kufa lilikuwa linaendelea tu kumtawala. Aliamua sasa kuinuka na kusimama taratibu. Mara baada dakika chache akaanza kutembea kuelekea mlango. Akaufikia mlango na kujaribu kuufungua, lakini haukufunguka kabisa. Alishanganyikiwa kweli kweli Leila. Alichokuwa ameamua ilikuwa ni kujitupia pale kitandani na kuanza kulia tu, na huko alikuwa anatiririkwa na machozi kama vile alikuwa akimlilia mtu aliyefariki. Alikuwa analilia tu bikira yake, maskini ya Mungu. Alikuwa anataka mwanamume wa kwanza kabisa kuiondoa bikira yake, awe yule ambaye angempenda yeye mwenyewe kwa moyo wake wote. Lakini kwa bahati mbaya haikuwa vile. Dubwasha hilo ndilo ambalo lilikuwa limeisha na bikira hiyo kiwepesi kabisa, na tena bila hata kusumbuliwa, mara baada ya kusaidiwa na Hansi kumlainisha Leila. Leila alikuwa anajihisi sasa amekuwa ni mchafu asiyefaa kabisa. Alikuwa amechoka na huku kichwani mwake alikuwa amejawa na msongo mkali kweli kweli wa mawazo. Ni kweli kabisa bikira yake ilikuwa imetolewa na mzimu. Hilo lilikuwa linamuumiza kweli kweli, na kila ambapo alikuwa analifikiria alikuwa anazidisha kilio. Aliendelea tu kulala pale pale asinyanyuke kujishughulisha na kutafuta namna ya kutoka hapa. Ni kama vile mtu ambaye alikuwa amepoteza kabisa matumaini. Akiwa anaendelea tu kubaki hapo, ghafla mlango ulifunguliwa. Kitendo hicho cha kufunguliwa kwa mlango huko kilisababisha sasa Leila asitishe mawazo yake. Alitazama hapo mlangoni. Alishuhudia mlango ulikuwa unajibamiza wenyewe tu. Aliendelea tu kutazama kuona ni nani ambaye alikuwa amefungua mlango huo, lakini hakuwa na mtu yote ambaye alikuwa amemuona. Hazikupita dakika nyingi, chumba kilitapaka ubaridi na mwanga wote ulipotea. Mara baada ya hapo sasa alihisi kuna mtu alikuwa anatembea ndani humo. Katika kutazama vizuri ndipo sasa alipoliona lile dubwasha linalomtokea siku zote. Lilikuwa limesimama tu mbele yake. Dubwasha hilo lilibaki limesimama tu likimtazama Leila kwa macho ambayo yalikuwa yamebeba matamanio. Leila aliweza kuiona hali hiyo na kutamani kukimbia. Lakini sasa ni wapi ambapo angeweza kukimbilia, ili hali pale ambapo alikuwa hapakuwa anapajua kabisa. Alibaki amedoa tu, naye alikuwa analitazama hilo dubwasha. Mapigo ya moyo wake yalianza kudunda haraka haraka mara baada ya kuliona dubwasha lilikuwa linazidi kupiga hatua kumsogelea yeye. Malkia, liliita vile hili dubwasha kwa sauti ya chini kabisa. Tafadhali naomba niache niende, aliomba vile Leila kwa unyenyekevu mkubwa. Likadharau tu kuomba kwake, likapeleka vidole vyake kwenye uso wa Leila. Taratibu vidole vilikwenda chini kwenye shingo ya Leila kwa kubembeleza. Vidole hivyo vilikuwa ni vya baridi kweli kweli. Leila alipata mno baridi yake. Akajikuta alikuwa anatetemeka kwa hofu kweli kweli binti huyo. Wewe ni wangu. Wewe ni wangu peke yangu. Lilizungumza vile na ukweli lilikuwa linampumua. Leila aliyahisi machozi yaliyokuwa ya moto kwenye mashavu yake. Alikuwa analia tu Leila. Kwa nini niwe mimi? Na ni kwa nini hujaweza kumchagua mtu mwingine? Sauti yake ilitoka na ukweli kwa mekauka kabisa kwa kilio. Nilikupenda tangu alipokuwa katika tumbo la mama yako. Siwezi kukuuza kwa mtu mwingine hata kidogo. Lilizungumza vile na huku sauti yake ilikuwa juu. Nakuomba tafadhali, naomba uniache niende. Siwezi kabisa kuishi hapa. Leila alikuwa anazungumza vile kwa tahadhari kubwa. Seseseko akaunguruma. Wacha kulalamika Malkia. Maisha yako ndio haya. Wacha tuyafurahie pamoja maisha haya. Kabla Leila hajazungumza jambo lolote, tayari alikuwa ameshatua mkono wake katika mwili wake, na kisha midomo yake pia ilitua kwa Leila. Miguso ya mikono pamoja na hiyo midomo ilikuwa ya baridi kweli kweli, pamoja na rafu kiasi cha kufanya Leila hisi kutapika. Alijaribu sana kumsukuma lakini alishindwa, kwa sababu alikuwa ni kama mti ambao ulikuwa umeshikamana na ardhi. Basi akamhisi alikuwa anapanda juu yake, na alikuwa anaanza kuzitoa hewa kwenye mapafu yake. Kitu kilichofuata pale ambacho Leila aliweza kukijua ilikuwa ni kwamba alikuwa kibakwa tena kiuharibifu kabisa, kwa sababu alikuwa anaingiliwa bila njia yake kufunguka. Alijaribu sana kupambana naye huyo dubwasha kwa kumpiga piga, na huko alikuwa anaacha kelele.
lakini yote ilikuwa ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu tu, kwa sababu ndio kwanza alikuwa anacheka na alikuwa anasukuma mashine yake ndani kabisa ya Leila. Leila hakuweza kabisa kuhimili mchezo huu na dobosha hilo ambalo lilikuwa na nguvu balaa. Mwisho wa siku Leila alipoteza kabisa fahamu. Leila. Hansi akalitaja jina hilo la Leila kwa mara nyingine tena. Alikuwa anahofia kuhusu usalama wake Leila. Alikuwa anajua kabisa bila shaka Leila atakuwa amechukuliwa na hilo dobosha. Ni vipi sasa anaweza kuhimili kuwa karibu na dobosha hilo bila kudhurika? Hilo ndilo lililokuwa likiendelea kuumiza kichwa chake bwana Hansi. Leila ndio nani Hansi? Dada yake aliuliza pale wakati alikuwa anampatia kikombe cha chai. Hansi alikamatia kikombe hicho na kisha kupiga fundo moja kabla kutoa katika midomo yake. Leila ni mwanamke ambaye nampenda dada, alijibu vile Hansi. Sasa ni nani ambaye amemchukua? Ni dobasha jeusi lenye kutisha ambalo limekuwa likimtesa tangu alivyokuwa mdogo. Ni roho ya kuzimu na wazazi wake ndio wamemooza kwake hilo dobasha. Mungu wangu. Ana alizungumza vile kwa mshtuko kweli kweli. Dada Ana, nakuomba sana unisaidie kumtafuta Leila please. Mchungaji Godi atakuwa hapa muda si mrefu pamoja na mke wake. Watatuambia ni kitu gani cha kufanya, lakini sasa unatakiwa uwe unasali Hansi, mrudie Mungu wako sawa? Hivyo nakumbuka kweli hata mara yako ya mwisho kwenda kanisani ilikuwa ni lini? Alimtazama dada yake kwa aibu kubwa. Sijasali muda mrefu kidogo dada. Mtu ambaye hasali anakuwa hana nguvu za kupambana na mambo mbalimbali ya kimaisha, hasa mizimu pamoja na mashetani. Mdogo wangu Hansi, hilo dobasha ambalo unasema kwamba lilikuvamia ni kwa sababu uliacha kusali. Unatakiwa kusimama kinagaubaga na Mungu wako, na ndio mwokozi wetu Hansi siku zote katika maisha. Sawa dada, basi nitakuwa najitahidi kufanya hivyo. Nitashukuru kama ni hivyo. Basi nenda kaoge, wacha mimi nifanye usafi hapa. Alizungumza pale dada yake na Hansi ambaye anaitwa Ana. Karo muda huu alikuwa anatembea tu kuelekea sebuleni. Alifika sebuleni na kisha kupiga goti karibu na mumewe ambaye huyo alikuwa ameketi kwenye kochi. Bibi, umeniita? Aliuliza vile. Ya, ndio nimekuita. Vipi, uko sawa? Aliuliza vile kwa sababu uso wake ulikuwa umemakinika na kitu fulani hivi. Tunatakiwa kuondoka hapa haraka vile ambavyo inawezekana. Ni kitu gani ambacho kimetokea? Ana ameniita kwamba kaka yake anaumwa sana, mke wangu. Ameshambuliwa kishetani. Hii inaweza kuungana na ndoto ambayo mimi niliota siku mbili zilizopita? Aliuliza vile Karo ambaye ndiye mke wa mchungaji bwana Godi. Mungu ameiandaa kwa ajili yetu. Imekwenda kwa vita ngumu, lakini Mungu atakuwa tu upande wetu. Naamini kabisa kwamba ushindi atatupatia sisi. Basi sawa mume wangu, ngoja nivae nguo ambayo itanifanya niwe comfortable. Sawa. Karo alimbusu mume wake kwenye midomo yake busu kavu kabla ya kusimama na kuanza kuzipiga hatua kurejea chumbani kwao. Karo huyu ambaye ni mke wa mchungaji tunayemwona hapa ndio yule ambaye alishawahi kuwa mke wa Kingombegwa. Aliolewa na mchungaji Godi miaka 3 mara baada ya kuachana na Kingombegwa. Na sasa amebahatika kupata watoto 3 pamoja na pasta huyo. Kuolewa na mchungaji huyu lilikuwa ni chaguo lake zuri katika machaguo ambayo alishawahi kuyafanya katika maisha yake, kwa sababu amekuwa ni mponyaji mkubwa wa maumivu ya ndoa yake ya mwanzo, na pia hata kuondokewa na mtoto wao Chirufya. Kuongelea kuhusu mtoto wake wa kwanza Karo katika siku za karibuni zilizopita, amekuwa kimota sana mtoto huyo. Kwa hivyo katika akili yake akajiwekea kwamba atakuwa anakwenda kuzuru kaburi lake. Nyumbani kwa Danieli alikuwa anayafuta machozi yake ambayo yalikuwa yanambubujika kwa kutumia kidole gumba cha mkono wake wa kuume. Moyo wake ulikuwa umevunjika vipande vidogo vidogo, na kila ambapo alikuwa akimtazama binti yake alikuwa anajikuta alikuwa anapoteza kabisa matumaini ya kutoiona furaha ya kuishi. Uso wa binti yake huyo Jada ulikuwa umeungua vibaya mno, na ilikuwa inahitaji moyo au ujasiri kweli kweli kuweza kumtazama mara mbili. Abi hakuwa anaelewa kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaenda kuikumba familia hii. Kwanza kabisa hakujua kabisa binti yake Leila yuko wapi,
na kijana wake Alfred alikuwa nyumbani, alikuwa anahangaikia afya yake kwa muda huo. Jada pia alikuwa amelala kitandani akiwa ameungua vibaya mno. Mpita njia aliyemwona Jada kwenye gari yake akiwa ameungua vibaya ndiye ambaye aliyemfikisha hospitali, na mara baada ya kutazama simu na kuipekua alikutana na namba ya mama yake, na bila kupoteza muda alimpigia simu hiyo. Na ndipo hapo sasa mama yake Abi alifika hospitali hapo na kumwona binti yake Jada alikuwa katika hali hiyo mbaya. Daktari alimpatia taarifa Abi kwamba hali ya binti yake Jada ilikuwa ni ya kutatanisha, kwa sababu vipimo havikuonyesha kabisa ni kitu gani kilichokuwa kimesababisha aina hiyo ya kuungua. Alimweleza tu kweli kwamba uhakika wa kupona wa binti yake Jada ulikuwa ni mchache mno kuliko uhakika wa kufariki. Abi alibaki muda wote alikuwa analia tu kila ambapo alikuwa anamtazama binti yake Jada. Heshima yako ewe mfalme wa gizani. Danieli aliinama mbele ya Kingo Mbegwa akiwa anamtukuza kwa salamu hiyo ya heshima. Ni kitu gani ambacho umekiandaa kulipia haya yote aliyosababishwa na familia yako kwenye huko kunitembelea kwako? Kingo Mbegwa aliuliza vile. Nimekuja kuomba msamaha kwa ajili ya binti yangu ewe mfalme. Na kuomba sana usiruhusu majanga yatukute sisi. Nimekuonya sana Danieli, nimekuonya mno. Tafadhali sana nitamtafuta binti yangu na nitakapompata nitamleta mwenyewe hadi hapa. Kingo Mbegwa aliasha kicheko mara baada Danieli kuzungumza vile. Tayari binti yako tunaye katika mikono yetu muda mrefu tu. Mambo yote yameshawekwa sawa. Kwa kesho ni ndoa. Watakapoana tu basi Jada pamoja na Alfred wataachwa huru. Kwa hivyo maisha yao hawa wawili yatategemea ndoa hiyo kesho itakwenda vipi. Na kushukuru sana ewe mtukufu. Unaweza kufanya chochote unachotaka kwa Leila. Lakini tafadhali na kuomba watoto wangu wengine wafanye wawe huru. Kama utakavyo. Alizungumza vile na huko alikuwa anacheka. Leila. Kuna mtu alikuwa anamuita Leila. Na huko alikuwa anatikisa mwili wake taratibu. Leila aliyafumbua macho yake na kisha kuruhusu mwayo mrefu kutokea kwenye mdomo wake. Wewe ni nani? Alimuuliza pale binti ambaye alikuwa amesimama pembeni ya kidada chake. Malikia, mimi ni mtumishi wako mtiifu. Nipo hapa kwa ajili ya kukuchukua. Unamaanisha kitu gani kusema kwamba wewe ni mtumishi? Leila aliuliza vile, na binti huyu aliacha tabasamu lililokuwa linazidi urembo wa sura yake. Jina langu naitwa Rosalinda. Lakini watu wanapenda sana kuniita Rozi. Mfalme amenieleza kwamba ni kuandae kwa ajili ya sherehe ya ndoa. Leila mara baada ya kuyasikia maneno hayo sasa moyo wake ulishtuka kweli kweli na kufanya udundia katika kifua chake. Alikuwa anaogopa kweli kweli na hakuwa tayari kabisa kuolewa na mzimu. Nisikilize vizuri kabisa Rozi. Mimi sio malikia na sihitaji kabisa kuolewa. Naomba nisaidie njia gani ninaweza kutumia nitoke kabisa hapa. Rozi alimtazama Leila kwa macho ambayo yalikuwa yanamwonea huruma kabla ya kuanza kuzungumza. Hili lilipangwa hata kabla hujazaliwa ewe Malkia. Kukusaidia wewe kutoroka hapa ni sawa na kujisainia cheti changu cha kifo mimi mwenyewe. Please nakuomba please. Leila alikuwa anazidi kuomba vile kwa unyenyekevu kweli kweli. Malkia kubali kwamba hakuna uwezo wote wa kuliepuka jambo hili. Wewe ndiye pekee uliochaguliwa katika ulimwengu. Leila alipokuwa anataka kufungua kinywa chake na kuzungumza, Rozi akamwingilia kwa kuzungumza yeye. Ni muda wa kuoga sasa ewe Malkia. Naomba tuende ukaoge. Mfalme huwa anachukia sana kusubiri. Mwambie mfalme wako kwamba akafie mbele huko. Siendi sasa kuoga mimi. Alizungumza vile Leila kwa jazaba kweli kweli na huko alikuwa anayafuta machozi ambayo yalikuwa yanashuka katika mashavu yake. Ewe Malkia. Alizungumza vile Rozi na huko alikuwa anaukamata mkono wa Leila, lakini Leila kauponyosha kwa nguvu mkono wake. Usijaribu tena kunigusa wewe mchawi kama huyo mfalme wako mjinga huyo, sawa? Ewe mfalme, mimi nipo hapa kutimiza majukumu yangu, kwa hivyo nakuomba sana uonyeshe ushirikiano nami. Hapana, nimesema sitaki. Unafanya nisiwe na pendekezo jingine lolote zaidi ya kutumia nguvu ewe Malkia. Dakika ile ile sasa mara baada binti huyo kuzungumza hivyo,
Nguvu za ajabu zikamvaa Leila na kisha kumsukuma kutoka pale kitandani na kumlaza kwenye sakafu. Shit, alizungumza vile tu Leila. Hauwezi kunibishia mimi ewe Malkia. Nipo kwenye majukumu yangu. Leila alibaki tu alikuwa ameganda kwenye sakafu hiyo na hofu ilikuwa imemtawala maradufu. Alikuwa anajiuliza kwamba ni vipi angeweza kuondokana na mateso kama hayo. Wala hakujua kabisa njia gani ambayo angetumia kuokoka kwenye mateso kama haya. Wakati ule ule sasa Rose aligandisha macho yake, alikuwa anamtazama tu kabla ya kuvibofya vidole vyake mwenyewe. Kitendo hicho kilisababisha nguvu fulani ya umeme kutawala katika hewa, na kisha nguvu isiyoonekana ikamkamata Leila pale chini alipokuwa amelala, na wakati ule ule akajikuta yuko bafuni. Leila alibaki tu alikuwa anapiga kelele kwa hofu iliyokuwa kubwa ndani ya moyo wake. Kuwa msichana mwema, oga bila usumbufu wote ule kwa sababu anachukia sana kusubirishwa. Sauti iliyoambatana na mwangwi ikatawala masikio yake. Hakuwa na chaguo lolote jingine zaidi tu ya kufuata kile ambacho alikuwa anataka kumwambia, kwa sababu aliona kwamba kwa uwezo ambao yeye Leila ambao walikuwa nao, wale waliomshikilia ilikuwa ni ngumu sana nguvu zake kupambana nao. Aliamua sasa kuvua nguo zake taratibu na kisha kujisogeza karibu na kioo na kusimama mbele yake. Hapo ndipo sasa aligundua kwamba katika mwili wake kulikuwa na michubuko pamoja na alama za kung'atwa. Alitikisa kichwa chake kwa kusikitika na kuamua kuzipiga hatua kuelekea mahali pa kuogea. Alianza kuoga tu Leila. Alijisikia aweni katika mwili wake kadri maji yalivyokuwa yanazidi kuteremka katika mwili wake. Kwa utamu wa maji yale na hali ambayo alikuwa anaishi katika mwili wake kwa muda ule, akajikuta kwa muda alikuwa anasahau kabisa wapi ambapo alikuwepo. Dakika chache baadaye alipoamua sasa anza kujisugua katika mwili wake, alihisi kama kulikuwa na mikono ilikuwa inatembea katika mwili wake, na tena ilikuwa na hisia zenye kuunguza hivi. Aliogopa mno Leila. Kitendo hicho kilimchukua muda mfupi kabla ya kupotea kabisa. Aliamua kujitoa mahali hapo pa kuogea na kuanza kutembea haraka haraka kuelekea nje kabisa ya bafu hilo. Tuko nje ya muda ewe Malkia. Inatakiwa tujiandae haraka haraka. Rosie alizungumza vile mara baada ya Leila kufika chumbani hapo. Rosie alianza kumvisha nguo Leila. Umependeza sana Malkia. Ilikuwa ni sauti ya Rosie mara baada ya kukamilisha muonekano wa Leila kwa kumwandaa kama ambavyo alikuwa ameagizwa. Leila alikuwa amevalia vazi la gauni refu lililokuwa na rangi ya gordi ambalo hili mikono yake ilikuwa ni mirefu na pia chini lilikuwa limejitanua kama samaki nguva hivi. Mabega yake yalikuwa wazi kiasi cha mifupa miwili ambayo imeunganisha mabega hayo kwa nje. Kwa upande wa makeup, Rosie alifanya kazi yake vizuri kabisa, na huku alikuwa anazitengeneza nywele vizuri kabisa kwa staili ambayo ilikuwa imependezesha kichwa chake. Na kisha crown ya dhahabu ilionekana imetulizwa tu kwenye kichwa chake. Uko tayari sasa kwenda ewe Malkia wangu? Rosie alizungumza vile. Leila alikuwa katika msukumo wa mapigo ya moyo wake kwa kasi, wakati Rosie alikuwa anamchukua tayari kwa ajili ya kumpeleka kwenye chumba kingine ambacho hiki kilikuwa na viumbe wengine pia. Waliingia kwenye chumba hicho. Leila alibaki tu alikuwa amesimama mlangoni akiwa anashangaa viumbe hivyo ambavyo vilikuwa ndani ya chumba hicho. Uishi maisha marefu ewe Malkia wetu wa gizani. Rosie alizungumza vile mbele yake, na huko alikuwa anamsujudia Leila, na kisha walifuatisha wale viumbe wengine waliomo chumbani humo. Kusujudu kule sasa kulidumu kwa dakika kadhaa kabla kujinua na kuanza kuzungumza kwa lugha ambayo Leila kwake ilikuwa ni ngeni kabisa. Wote kwa pamoja akiwemo Rosie walikuwa wanazungumza kwa kutumia lugha hiyo. Ilikuwa ni kwa sauti ya chini kabisa. Unatakiwa sasa upite pale mbele. Rosie alizungumza vile kwa sauti ya chini kabisa. Siwezi kabisa kufanya hivyo. Hapana, hiyo sio sawa kabisa. Leila aliufuatisha mlango na kisha kutaka kuondoka, lakini nguvu isiyoonekana ikamrudisha na kisha mlango ukajifunga kabisa. Nyumbani kwa kijana wetu Hansi, watu wote walikuwa wameketi kimya kabisa kumsikiliza Hansi ambaye huyu alikuwa anawaelezea habari kuhusu Leila. Alipomaliza kuhadithia, hakuna mtu yeyote aliyezungumza chochote kwa dakika 2 nzima. Na kisha Karo bila hata kuzungumza akajinua pale ambapo alikuwa ameketi na kuanza kufanya maombi kwa sauti ya juu kabisa. Mumewe pamoja na Ana nao pia walisimama na kisha kuanza kufanya maombi.
Karo alikuwa anafanya maombi kwa sauti ya juu kabisa na huku alikuwa analia machozi. Ilikuwa inaonekana kwamba Karo alikuwa kwenye maumivu makali mno. Maombi yale yaliendelea tu, na mara baada ya maombi hayo kukamilika, Karo alianza kuzungumza. Unatakiwa sasa utupeleke nyumbani kwake na Leila muda huu, yani sasa hivi. Sawa. Hansi alikubali. Walitoka nje ya nyumba hiyo pamoja na kisha waliingia katika gari ambalo lilikuwa limeegeshwa nje ya geti. Waliamua kutumia gari la Pastor Godi kwa usalama zaidi wa safari yao. Haikuchukua muda mrefu sana, wakawa sasa wameshawasili katika nyumba ya Leila. Walishuka kwenye gari na kuanza kuzipiga hatua kuelekea mlango wa kuingilia ndani humo. Vile ambavyo alikuwa anazidi kuzipiga hatua kuelekea mlango huo, ndivyo ambavyo alikuwa anahisi giza zito lilikuwa linazunguka nyumba hiyo. Waliugonga mlango na punde Abi akaja kufungua mlango ule. Alikuwa amevaa fulana pamoja na taiti tu. Karo alimtazama Abi na kujikuta alikuwa anafumbua kinywa chake chote kwa mshangao kweli kweli. Abi? Karo aliita vile kwa mshangao mkubwa. Karo, ni wewe kweli? Abi naye alipiga kelele kuonyesha kwamba hakuwa anaamini kabisa kama huyu ambaye alikuwa mbele yake ndo yule shoga yake wa miaka mingi iliyopita. Ndio mimi Abi, habari yako? Abi alitikisa kichwa chake kwa masikitiko makubwa kweli kweli. Mimi niko sawa kabisa Karo, alizungumza pale kimajonzi Abi. Na nini tatizo? Kila kitu naona kiko hovyo kabisa Karo. Na kumbe ningekusikiliza wewe tu kuhusu kumtoa sadaka binti yangu kwa Kingo. Karo, mapigo yake ya moyo wake yalikuwa yanadunda kwa kasi aliposikia jina la Kingo. Lakini sasa unafanya kitu gani hapa? Na umeweza vipi kunitafuta mimi pamoja na yale yote? Abi aliuliza vile. Ni Mungu ndiye amenituma nije hapa Abi. Unahitaji ukombozi kutoka katika utumwa wa shetani uliokuwepo kwa miaka mingi. Unamaanisha kitu gani kusema hivyo? Karo aligeuza uso wake na kisha kuelekeza kwa mumewe. Huyu hapa ni mume wangu, anaitwa Mchungaji Godi, alizungumza pale Karo, kisha alimtambulisha Hansi pamoja na Ana pia. Na kisha aliendelea kueleza lengo la wao kufika pale nyumbani lilikuwa ni lipi. Abi alisogea pembeni na kisha kuwaruhusu wapite. Waliingia ndani humo, aliwaongoza sebuleni na kuwaruhusu waketi chini pia. Mume wako yuko wapi? Yupo hospitali kwa sababu mtoto wangu wa mwisho Jada hayuko sawa kabisa kiafya. Kiufupi wacha tunasema kwamba watoto wangu wote hawako sawa. Wawili wako hospitali wanapigania tu hai wao, wa kwanza pamoja na wa mwisho. Na huyu mmoja wa katikati sijui kabisa yuko wapi. Alizungumza pale Jada na kwa machozi alikuwa anaanza kujitengeneza katika macho yake. Mungu ni mwema sana siku zote, alizungumza pale Mchungaji Godi. Nilipokuwa nafanya maombi nilikiona chumba, na ndani ya chumba hicho kulikuwa kumefungwa katika sakafu. Pastor aliyafumba macho yake mara baada ya kuzungumza vile. Chumba hicho hakijafunguliwa kwa miaka mingi sasa hivi, na chumba hicho kinaonyesha mambo haya ninayosikia katika nyumba hii. Abi alidakia pale pale. Hicho ndicho chumba ambacho Leila alipangwa aishi na mzimu wa mtoto wako Karo. Karo alimtazama Abi na kisha alitikisa kichwa chake tu. Hapo ndipo ambapo nakosea rafiki yangu. Mwanangu mimi alilala kwa amani kabisa. Hajawahi kabisa kumdhuru mtu yoyote kipindi akiwa hai, na hawezi kabisa kumdhuru mtu yoyote kipindi akiwa amekufa. Vyovyote ulivyomtoa kafara binti yako, lakini nikwambie tu kwamba sio kijana wangu Chilufya. What? Aliuliza vile Abi, na huko alikuwa amepatwa na mshangao kweli kweli. Hatuna muda wa kupoteza, tafadhali tupeleke ndani ya hicho chumba, na ni muda sasa wa kumrudisha shetani ambapo anatakiwa kuwepo, alizungumza vile Karo kwa kujiamini kweli kweli. Abi akazikamatia fungo mkononi mwake na kisha kuanza kuongoza katika chumba cha mzimu. Walifikia mlango wa chumba hicho. Abi aliingiza ufungo kwenye kitasa na kisha ku-unlock, lakini mlango uligoma kabisa kufunguka. Labda pengine inawezekana mume wangu atakuwa amebadilisha kitasa, alizungumza pale Abi mara baada ya kuona kwamba fungo zote zilizokuwa katika mkono wake zilikuwa zimegoma kabisa kufungua mlango ule. Mchungaji Godi aliacha tabasamu tu kabla ya kuanza kuzungumza.
Funguo zote ambazo uko nazo ndizo zenyewe kabisa. Hebu sogea pembeni kidogo, alizungumza vile mchungaji, na kisha ringeza mkono wake mfukoni, na alipotoa alikuwa na msalaba. Akaushikilia vyema kabisa na kuanza kufanya maombi mafupi. Mara baada ya kumaliza, akamwamrisha Abi afungue mlango tena kwa mara ya pili. Safari hii mlango alifunguka haraka pale tu alipoingiza ufunguo kwenye kitasa. Chumba kilikuwa kimetawaliwa na giza, na huku muonekano wa kutisha ulikuwa unatawala katika chumba hicho. Abi aliwasha taa ndani humo. Chumba kilikuwa ni kikubwa mno kusema ukweli, na katika chumba hicho kulikuwa na vitanda viwili vikubwa. Kulikuwa na kapeti laini la manyoya mekundu lilikuwa limependezesha kweli sakafu ya chumba hicho, na kulikuwa na michoro ya aina mbalimbali ya ajabu ilikuwa imechorwa kuzunguka ukuta wote wa chumba hicho. Katika upande mmoja wa chumba hicho kulikuwa na kioo kikubwa, na juu yake kulikuwa na maandishi mekundu yaliyoandikwa, wewe ni wangu peke yangu. Mchungaji Godi alianza kutembea akiwa anafuata kile kioo. Alisimama na kisha kutulia tu akiwa anakitizama. Kwa jina la Baba, alianza kuzungumza kwa sauti kubwa kabla ya kuanza kuomba, ambapo kila ambaye alikuwa chumbani akajiunga naye pia kwenye maombi hayo. Maombi yalipokolea, kile kioo kilianza kutetemeka pale pale. Huku upande wa pili sasa, Leila pamoja na hilo dubasha lake walikuwa wamesimama tu mbele ya chumba cha sherehe. Wengine waliobaki katika kundi lao walikuwa wamesimama tu na kuanzunguka kwa kutengeneza kama mduara hivi. Kulikuwa na kuimba, kucheza pamoja na kupiga ngoma. Leila alikuwa amefumba tu macho yake akiwa anapumua kwa nguvu, na huku mapigo yake ya moyo yalikuwa yanadunda kwa kasi kifuani mwake. Hakuwa anataka kukiamini kabisa hiki ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea, ingawa tayari alikuwa mikononi mwa hawa watu. Upande wake mmoja wa fikra ulikuwa ukimtuma kwamba yupo katika ndoto mbaya mno, na muda wote ndoto hiyo inaweza kuisha naye akaamka. Wakati sherehe ilipokuwa inaendelea, mganga ambaye alikuwa amekamatia kipapatio cha kuku ambacho kilikuwa kinavuja damu alisogea katika eneo hilo na kisha kuanza kuzungumza haraka kwa lugha ambayo haikuwa inaeleweka kabisa. Aliendelea tu na lugha hiyo, na huko kipapatio kile bado kilikuwa kiganjani mwake. Alianza kuzipiga hatua kumwelekea Leila, akamfikia na kisha kuanza kumpelekea kile kipapatio kusudi apige funda la ile damu ambayo ilikuwa inaendelea tu kuchurizika kwenye kipapatio hicho. Lakini kabla hata hajakifikisha hicho kipapatio kwa Leila, kuna sauti nzito ikakivamia chumba hicho na wote wakaangushwa sakafuni. Je, sauti hiyo ilikuwa ni sauti gani? Siku ya leo ndio siku ya ndoa. Kingo amesema kwamba kama ndoa itapita basi Jada pamoja na Alfred wataachiliwa, na kama ndoa isipopita basi mateso yatawakuta Jada pamoja na Alfred. Hatima yake itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 10 ambayo iko njiani inakuja. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix.